Habari rafiki yangu mpenzi wa wanyama, karibu tena kwenye channel yetu pendwa. Leo safari yetu inatupeleka kwenye ulimwengu wa ajabu wa uzazi na ulezi wa wanyama. Kama tunavyojua, kila kiumbe kilicho hai kina utaratibu wake maalum wa kuhakikisha uhai unaendelea, na wanyama sio tofauti. Tutazama kwa undani jinsi wanyama watano wakubwa, tembo, nyangumi, pundamilia, viboko na ngiri wanavyozaa na kulea watoto wao. Kila mnyama ana hadithi yake ya kipekee, yenye changamoto na ushindi. Jitayarishe kwa safari ya kusisimua iliyojaa maajabu ya uumbaji. Tunaanza safari yetu na mnyama mkubwa kuliko wote wanaoishi nchi kavu, tembo. Hawa jamaa wanajulikana kwa akili zao nyingi na uhusiano wa karibu sana katika familia zao. Lakini je, wajua kuwa tembo jike hubeba mimba kwa muda mrefu zaidi kuliko mnyama mwingine yeyote? Ni miezi 22, karibu miaka miwili, ya kungoja kwa hamu mtoto wao. Na wakati mtoto anapozaliwa, furaha huwa kubwa, sio kwa mama tu, bali kwa familia nzima. Mtoto tembo anapozaliwa huwa bado mdogo na dhaifu, anahitaji ulinzi wa hali ya juu. Hapa ndipo mama tembo anapoonyesha upendo wake usio na kifani. Anamzunguza mtoto wake kwa upendo, akimlisha maziwa yake yenye virutubisho tele na kumlinda dhidi ya hatari zozote zile. Mama tembo huwa hachoki, yuko macho kila wakati kuhakikisha mtoto wake yuko salama. Tunahama kutoka nchi kavu kwenda kwenye bahari kuu, tukiwaangazia nyangumi, viumbe wakubwa zaidi kuliko wote duniani. Sasa fikiria kuzaa mtoto mwenye uzito wa tani kadhaa ndani ya maji. Ndiyo, nyangumi huzaa majini na mtoto huzaliwa akiwa tayari kuogelea, lakini bado anahitaji uangalifu wa mama yake. Mama nyangumi anamzunguka mtoto wake, akimsukuma kuelekea kwenye uso wa maji ili apate hewa yake ya kwanza. Kisha huanza kumfundisha mtoto wake kuogelea na kutafuta chakula. Na kwa sababu nyangumi ni wanyama wa jamii, mara nyingi utawakuta wakisafiri na kuishi katika makundi makubwa, watoto wote wakiwa chini ya ulinzi wa mama zao. Turudi sasa kwenye ardhi ya Afrika, tuangalie pundamilia, wanyama wazuri wenye mistari myeusi na myeupe. Tofauti na tembo, pundamilia jike huzaa mtoto mmoja tu kwa wakati mmoja. Lakini huyu mtoto anakuja akiwa na uwezo wa ajabu. Ndani ya dakika chache tu baada ya kuzaliwa, mtoto wa pundamilia anaweza kusimama na hata kukimbia. Lakini bado anahitaji ulinzi wa mama yake dhidi ya wanyama wakali kama vile simba, chui na fisi. Mama pundamilia humficha mtoto wake katikati ya kundi, akimlinda kwa ukaribu na kutumia mistari yake kama njia ya kumtambua mtoto wake kutoka kwa wengine. Tunaelekea tena kwenye maji, safari hii tukiwa na viumbe wakubwa na wenye nguvu, viboko. Kama nyangumi, viboko nao huzaa na kulea watoto wao majini. Na ingawa wanaweza kuonekana wakali na hatari, viboko mama ni mama waaminifu sana. Baada ya kubeba mimba kwa miezi 8, mama kiboko hujitenga na kundi lake kwa muda, akitafuta sehemu tulivu na salama ya kuzaa. Mtoto kiboko huzaliwa akiwa na uwezo wa kuogelea mara moja, jambo muhimu sana kwa usalama wake. Mama kiboko humlinda mtoto wake kwa ukaribu, akimruhusu apande mgongoni mwake ili kupumzika na kuepuka hatari kutoka kwa mamba na viumbe wengine wa majini. Safari yetu inaisha na ngiri, wanyama wadogo lakini wenye ushupavu wa hali ya juu. Tofauti na wanyama wengine tuliowaona, ngiri huzaa watoto wengi kwa wakati mmoja, wakati mwingine hata hadi watoto 12. Mama ngiri hujenga pango maalum lililojificha vizuri, ambapo huwalea watoto wake kwa wiki kadhaa za mwanzo. Huwanyonyesha, kuwaweka safi na kuwapa joto, akihakikisha wanakuwa na kuwa na nguvu za kutosha kabla ya kuanza maisha nje ya pango. Na ingawa watoto huanza kujitegemea mapema, mama ngiri huwa karibu nao kila wakati, akiwafundisha jinsi ya kutafuta chakula na kujikinga na hatari. Na hapo, marafiki, safari yetu ya leo inafikia tamati. Tumeona jinsi wanyama hawa watano wa ajabu wanavyozaa na kulea watoto wao, kila mmoja akiwa na njia yake ya kipekee. Kutoka kwa tembo wenye upendo wao usio na mipaka, hadi nyangumi wanaozalia majini, pundamilia wenye mistari yao ya ulinzi, viboko wakali lakini mama waaminifu, na ngiri wadogo wenye familia kubwa, tumeona utofauti wa ajabu wa ulimwengu wa wanyama. Kila kiumbe kimeumbwa kwa namna yake maalum, kikiwa na sifa na uwezo wa kipekee wa kuhakikisha uhai unaendelea. Na hili linatufundisha kuthamini uzuri na utofauti wa dunia yetu.